Kuna usiku mmoja ambapo mbingu zinajifungua. Usiku ambao pazia kati ya ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho linakuwa jepesi kuliko wakati wowote. Tarehe 1 Mei mwaka wa 2026. Sio tu tarehe ya kalenda, sio tarehe ya kawaida. Hii ni lango la nishati ambalo halijawahi kutokea hivi karibuni. Je, muda huu ukiwa unatazama video hii, unahisi nini ndani yako? Unahisi kitu gani kinabadilika ndani yako? Je, unahisi kana kwamba kuna kitu universe inataka kukuambia lakini hupati lugha sahihi ya kuelewa? Sasa leo nataka nikufunulie kwa nini hii nguvu ya full moon ya tarehe 1 Mei ni shifti ya maisha yako, ni mabadiliko ya maisha yako. Katika video hii nitakuonesha jinsi ya kutumia hii sumaku ya ulimwengu ambayo kuanzia sasa tayari imeshaanza kufanya kazi ndani yako ili uweze kuvuta utajiri na amani, na pia nitakuonya dhidi ya makosa matatu ambayo yanaweza kuharibu kabisa baraka ndani ya usiku wa full moon. Kwa hiyo naomba unitegee sikio lako kwa makini sana. Usiondoke, kwa sababu mwishoni mwa video hii nina ujumbe maalum kwa ajili yako, wewe uliyepoteza matumaini, wewe ambaye umekata tamaa, wewe ambaye umepambana sana lakini huoni mwanga, wewe ambaye umeanza mwaka vibaya na sasa unakaribia kukata tamaa. Kwa hiyo karibu sana, karibu kwenye nuru. Tarehe 1 Mei kuanzia mida ya saa 2:23 full moon itaingia, na hii full moon inakuja ikiwa na nguvu za ajabu. Katika nguvu za universe, full moon hii inawakilisha kilele cha uumbaji. Universe huwa inafanya kazi kwa mitetemo au tunasema vibrations. Sasa wakati wa full moon nishati ya dunia huwa inapanda juu. Huu ni wakati wa kuvuna kile ulichopanda kwa mawazo yako. Kwa hiyo jiulize, ndani yako umejaza nini? Je, umejaza positive energy au umejaza negative energy? Kama kuna nguvu mbaya ndani yako, umejaza mawazo mabaya, achilia ili uweze kuzipa nafasi positive energy ziweze kutawala ndani yako. Kumbuka, mwili wa binadamu una takribani 70% ya maji. Kwa hiyo kama mwezi ambavyo unaweza kusogeza mawimbi ya bahari, sote tunafahamu kwamba mvutano kati ya dunia na mwezi huwa unasababisha mwezi kuweza kusogeza mawimbi ya bahari. Sasa ndivyo hivyo unavyoweza kusogeza hisia na roho yako. Hili ni jambo ambalo watu wengi hawajawahi kuambiwa. Hili ni jambo ambalo linatokea kiroho. Na huu mwaka wa 2026 ni mwaka wa mabadiliko makubwa ya kidijitali na mabadiliko ya kiroho. Kwa hiyo huu mwezi, hii full moon inakuja kusafisha kila kitu ambacho kilikuwa kimekwama tangu mwanzo wa mwaka. Kwa hiyo kama ulianza mwaka vibaya, kama kuna mambo yametokea hapo katikati, hii full moon inakuja kukufuta machozi. Hii full moon inakuja kuamsha nguvu nyingine ndani yako, nguvu za mafanikio na nguvu za matumaini. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Utakuwa unajiuliza, nini unatakiwa kufanya ili uweze kuvutia mafanikio katika hii full moon ya Mei? Ili uweze kuvutia mafanikio katika hii full moon, unatakiwa kufanya mambo yafuatayo. Sikiliza kwa makini sana. Kitu cha kwanza kabisa ni kufanya spell ya maji ya mwezi au tunasema moon water. Hii nilishafundisha sana katika video zangu za nyuma. Hapa nitagusia kidogo tu. Hii spell inafanywa hivi. Weka maji safi kwenye chombo cha kioo, yani chombo ambacho kina uwezo wa kuonesha kitu kilichomo ndani yake. Yaache hayo maji nje au dirishani usiku kucha, yani katika huu usiku wa Mei 1. Baada ya hapo, hayo maji unaweza kunywa, yani unaweza kuyatumia kwa kunywa au unaweza kuyatumia kwa kuogea au kudekia ndani kwako. Na wakati unayatumia hayo maji, lazima utamke maneno yenye nguvu. Nuia nini unataka kitokee kwa kutumia hayo maji. Nuia maneno positive, jitamkie maneno ya ushindi, jitamkie maneno ya kuvuta baraka na mafanikio maishani mwako. Kwa jinsi ambavyo utakuwa unatamka na kutumia hayo maji, ndivyo ambavyo unakaribisha nguvu za universe kuweza kufanya kazi ndani yako.
Na kitu cha pili unachotakiwa kufanya katika hii full moon ni kuandika na kuchoma. Hii huwa inafanyika katika kila full moon. Yaani full moon it is all about kuachilia. Ni lazima uachilie yale ambayo hayakufai ili uweze kuruhusu mambo mazuri yaweze kukufuata. Kwa hiyo unaweza kuandika kwenye karatasi mambo ambayo unataka kuyaacha. Unaweza kuandika umaskini, hofu, maumivu, watu waliokuumiza, vitu vyote ambavyo huvitaki katika maisha yako. Baada ya hapo, choma moto. Kisha yale majivu peperusha angani, au unaweza kuchana kisha vile vipande ukapeperusha angani. Hii itakusaidia sana kuweza kuruhusu nguvu za universe kuweza kufanya kazi ndani yako vile inavyotakiwa. Unaweza kuwa unafanya spell nyingi sana za full moon, lakini ukawa hupati matokeo. Unajiuliza shida ni nini? Kumbe unafanya spell huku ukiwa umeshikilia matakataka ambayo hayakufai. Ukiwa umebebelea mambo ambayo hupaswi kuyabebelea. Unajibebesha mizigo ambayo wewe sio kazi yako kuibeba. Uachie ulimwengu upambane na hayo matatizo. Wewe sio kazi yako kubeba hivyo vitu. Na pia katika hii full moon ya Mei unaweza kufanya meditation ya shukrani. Kumbuka tunakaribia kufika nusu ya mwaka. Kwa hiyo tayari tumeshafanya mambo mengi sana ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo kwa usiku huo kaa kimya kwa muda wa dakika 10. Usiombe chochote kile unachotaka, bali shukuru kana kwamba tayari unacho. Kama wewe ndoto zako ilikuwa ni kupata pesa, kupata mafanikio, kupata afya njema, lakini mpaka sasa hujapata. Sasa katika hii meditation ya kushukuru, unatakiwa kushukuru hata vile ambavyo bado haujavipata. Kadiri unavyoshukuru ndivyo ambavyo inazidi kuvivuta vije kwako. Kwa hiyo hapa inahitajika imani kuu. Inahitajika visualization ya hali ya juu. Wakati unashukuru, visualize as if tayari umeshapata hivyo vitu. Yaani kama wewe ndoto yako ilikuwa ni kufungua biashara, basi jiweke katika hiyo biashara. Jiweke wewe ndio CEO wa hiyo kampuni, una make money, una wateja wa kutosha. Kisha ishukuru universe. Sema ninashukuru kwa hivi vitu nilivyo navyo. Ninashukuru kwa hii afya njema nilionayo. Na wakati unatamka hayo, sio tu unatamka na mdomo, bali unatakiwa kutamka kwa hisia zako. Yaani uwe unahisi kwamba kweli hivyo vitu unavyo na you are grateful. Yaani unashukuru, una shukrani ya dhati. Universe huwa haikupi unachohitaji, inakupa unachoweza kutetemeka nacho au kuvibrate nacho. Kwa hiyo kama wewe unao uwezo wa kuvuta vibrations za pesa, basi universe inaona kwamba wewe unastahili kumiliki pesa. Universe haiwezi kukupa nishati ya utajiri ikiwa wewe una vibrate na nishati ya umaskini. Kwa hiyo anza kujifunza kuvibrate na kile ambacho bado hauna au kile ambacho unataka kuwa nacho. Na pia kuna kitu cha kuzingatia hapa. Nguo unazotakiwa kuzivaa katika hiki kipindi cha full moon. Vaa nguo nyeupe, nguo yenye rangi ya silver au cream. Yaani nguo zenye rangi 3 kati ya hizi ambazo nimezitaja. Nyeupe, silver au cream. Hizi rangi huwa zinavutia nishati chanya ya mwezi na kukuweka katika hali ya usafi wa kiroho. Kwa hiyo zingatia sana hivyo vitu. Na kumbuka kwamba full moon huwa inadumu kwa muda wa siku 3. Kwa hiyo tarehe 1, 2 na tarehe 3, hizi siku zote zitakuwa na nguvu za full moon. Zitumie vizuri, hakikisha unafanya haya mambo niliyokuambia ufanye na utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Na pia katika upande mwingine kuna vitu ambavyo hautakiwi kuvifanya kabisa katika hii full moon. Kama ambavyo kuna nguvu ya kuvuta, pia kuna nguvu ya kuharibu. Yaani kuna vitu ukivifanya basi unaharibu energy yako katika hii full moon. Kwa hiyo epuka haya mambo kabisa wakati wa full moon ya Mei. Jambo la kwanza ni kugombana. Usigombane au kukasirika. Full moon huwa ina tabia ya kukuza, yaani ina magnify vitu. Inakuza hisia. Kwa hiyo ukikasirika huu usiku wa full moon, unakuza mbegu ya hasira katika maisha yako kwa miezi 6 ijayo. Kwa hiyo kaa mbali na drama. Kaa mbali na watu wachokozi.
kaa mbali na migogoro, ikiwezekana jiondoe kabisa ukiona migogoro. Na kama ukichunguza utagundua kwamba katika hiki kipindi cha full moon watu wengi huwa wanaingia katika migogoro ya kifamilia, ya kimahusiano. Watu wengi huwa wanaachana, wengine huwa wanafikia mpaka kujiua. Ni kwa sababu hisia huwa zinakuwa juu. Na pia kipindi cha full moon sio kipindi cha kuwaza kuhusiana na upungufu, au tunasema scarcity mindset. Yaani usilalamike kuhusiana na mara umaskini, kuhusiana madeni au kukosa pesa. Ukifanya hivyo unajaza vibration ya umaskini kwenye nguvu inayokuzunguka. Kwa hiyo chunga sana mdomo wako, na pia kuwa makini na watu unaokutana nao au watu unaozungumza nao katika kipindi cha full moon. Kama ukikutana na watu ambao ni walalamishi muda wote, watu wanalalamikia hali ngumu ya maisha, vitu vibaya katika maisha, watakuambukiza hiyo energy, na wewe utajikuta automatically unaingia katika hiyo energy, unaanza kulalamika. Mwisho wa siku unashusha vibrations zako. Kwa hiyo kuwa makini sana. Full moon sio kipindi cha kuwaza kuhusiana na upungufu. Hata kama kweli una upungufu wa pesa, una upungufu wa mali, usiongelee wala usiwaze kuhusiana na huo upungufu. Kitu unachokiwaza ndicho ambacho unakivuta katika maisha yako. Hii ni kwa mujibu wa law of attraction. Na pia katika kipindi cha full moon hautakiwi kufanya maamuzi makubwa ya papara au maamuzi ya kukurupuka. Nishati ya mwezi inaweza ikachanganya akili yako. Yaani unaweza ukajikuta unawaza vitu ambavyo havipo. Kwa hiyo basi, ili uweze kufanya maamuzi mazuri kabisa, maamuzi yenye akili, subiri siku 3 zipite kabla ya kusaini mikataba mikubwa au kuvunja mahusiano. Yaani kama unaona unakaribia kuingia kwenye kufanya maamuzi makubwa, halafu yanadondokea full moon, hebu ipe akili yako pumziko, kwa sababu una uwezekano mkubwa wa kuendeshwa na hisia au kuendeshwa na vitu ambavyo havipo katika uhalisia, na mwisho wa siku ukajikuta unajuta maisha yako yote. So be very careful. Na pia katika kipindi cha full moon usikubali kutawaliwa na nishati ya giza. Yaani usipende kujifungia ndani huku unawaza vitu vya huzuni au umetawaliwa na huzuni. Yaani hicho kitu hakitakiwi. Kama kuna kitu kinakutatiza, kama kuna maumivu yanakusumbua moyoni mwako, achilia kwanza. Yaani lia mpaka viishi. Baada ya hapo, enjoy the moment. Enjoy full moon. Unaweza kufungua dirisha kisha ukawa unapata fresh air. Hii itakusaidia sana. Au ukaamua kutembelea maeneo ya asili. Tembea maeneo yenye miti, tembea maeneo yenye mito au kando kando mwa bahari. Utajikuta unapata faraja kubwa sana ndani yako. Na pia katika kipindi cha full moon usijidharau, usijione wewe ni mdogo, usijisemee vibaya. Universe huwa inajibu picha unayojenga juu yako wewe mwenyewe. Yaani wewe unajiona nani ndani yako. Ukijiona haustahili, basi utaishi chini ya uwezo wako, na universe inakudogodesha hivyo hivyo. Na pia epuka energy za watu wanaokushusha. Sio kila mtu anatakiwa kuwa karibu yako wakati wa full moon. Hiki ni kipindi cha kulinda amani yako. Usikae na watu wanaokukosesha raha. Usikae na watu wanaokushusha, watu wanaokudharau. Linda direction yako, kwa sababu mazingira huwa yana influence ya vibration yako. Kwa hiyo kama umekaa na mtu ambaye muda wote anakuvunja moyo, anakucheka, unaongea hiki, anakucrush, huyo mtu atashusha vibration yako. Na vibration yako ikishuka, hakuna utakachofanya katika full moon kikakuletea matokeo mazuri. Kwa hiyo linda sana energy yako. Epuka energy za watu wanaokushusha. Kaa na watu wanaokupandisha juu, watu wanaokutia moyo, watu wanaokunenea mambo mazuri. Hayo yote yanatakiwa kufanyika katika kipindi cha full moon. Zingatia sana. Na zingatia jambo hili hapa. Full moon huwa inakuja kukukumbusha nguvu ulionayo ndani yako. Unajua kuna baadhi ya watu wanafahamu kwamba wao hawana chochote ndani yao. Yaani hawawezi kufanya chochote katika huu ulimwengu. Na ndio maana
mtu akipata changamoto kidogo tu anatafuta kwenda kwa mtaalamu fulani, anatafuta aende sijui wapi akaombewe akasafishwe nyota. Hapana, wewe tayari unao huo uwezo ndani yako, lakini tu ulikuwa haujaujua na haujajua namna ya kuutumia huo uwezo. Universe au full moon inakuonesha wewe ni nani, na kama utajiangalia kwa makini utagundua kwamba kile ulichokuwa unakitafuta nje kilikuwa ndani yako muda wote. Kwa hiyo acha kujidharau, acha kujichukulia poa. Wewe ni mtu mkubwa sana, kuna nguvu kubwa sana ndani yako, ni vile tu hujaijua na hujajua namna ya kuitumia. Na sasa nataka niongee na wewe ambaye moyo wako una uzito. Wewe ambaye umepitia milango mingi na yote imefungwa. Inawezekana huu mwaka wa 2026 umeanza vibaya kwako. Umepitia vitu vigumu sana. Umeumia. Inawezekana umepoteza mtu, umepoteza kazi, au umepoteza imani kwako wewe mwenyewe. Sasa nataka ujue kwamba universe haijakusahau. Na muda mwingine mambo huwa yanavunjika ili mambo bora zaidi yaweze kujengeka. Na hii full moon ya Mei 1 ni ishara ya kuzaliwa upya. Yaani kuna nguvu mpya inakuja maishani mwako. Kama vile mwezi unavyopitia giza nene, kuna muda ukiangalia juu angani unakuwa huoni mwezi kabisa. Yaani kunakuwa na giza kabisa. Alafu baada ya muda mwezi unarudi tena. Unaandama, unazidi kujaa mpaka unakuwa full. Hivyo ndivyo na wewe ulivyo. Maumivu ulioyapitia ni mbolea ya mafanikio yako yajayo. Kwa hiyo usikate tamaa kabisa. Katika hii full moon ya Mei 1, kabidhi huzuni zako zote kwa nguvu kuu ya uumbaji. Tamka kwamba mimi ni mshindi, mimi ni nuru, na kesho yangu ni kubwa kuliko jana yangu. Jijaze matumaini. Amini kwamba mwisho wa mateso unakaribia. Wewe ni wa thamani sana. Wewe ni kiumbe cha ajabu ambacho kimeumbwa kwa nyota na nuru. Kwa hiyo jifute machozi, nawa uso wako na utazame mwezi wa full moon katika hii Mei 1 kama mwanzo wa ushindi wako. Amini kwamba tayari unaelekea kwenye mabadiliko. Usiangalie umbali uliobaki, angalia hatua ulizopiga. Mpaka hapo ulipofika tayari ni ushindi tosha. Na kama mpaka sasa bado upo hai, tayari wewe ni mshindi. As long as unapumua na una nguvu, una akili timamu. Angalia hatua ulizopiga. Usione majeraha yako kama udhaifu. Yaone kama ni ushahidi wa safari yako. Na kama hakuna mtu aliyekwambia leo, yani hakuna mtu ambaye amekutia moyo au amekupongeza, basi mimi ndo nakwambia, bado una nafasi, bado una thamani, na bado una uwezo wa kuanza upya. Na universe bado haijaandika sura ya mwisho ya maisha yako. Yani mapambano bado yanaendelea. Kwa hiyo simama tena, amini tena na ujaribu tena, kwa sababu mwanga unaoutafuta unaweza kuwa ni hatua moja tu mbele yako. Yani inawezekana mafanikio yapo sekunde moja ijayo kuanzia sasa. Kwa hiyo usikate tamaa, na siku utakapoangalia nyuma utaelewa ni kwa nini ulipaswa kuyapitia yote hayo. Amini kwamba hayo yote unayoyapitia yana sababu maalum. Kwa hiyo endelea na safari yako. Amini kwamba safari yako bado ina maana. Wewe upo duniani kwa kusudi maalum. Wewe una umuhimu sana hapa duniani. Asante sana kwa kuwa nami siku ya leo. Usisahau kusubscribe ili uendelee kupata nuru hii. Tukutane tena kwenye upande wa mafanikio. Endelea kufuatilia video zangu nyingine za nyuma ili uzidi kujifunza zaidi. Na pia unaweza kushare video hii na watu wapendao ili na wao waweze kujifunza. Asante sana.